naibu waziri mbunge mwenyeji, then manaibu waziri ambao wameungana nasi. Karibu mbunge. Songwe oye! Tunduma oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, awali ya yote nichukue nafasi hii kwanza nikukaribishe sana ndani ya mkoa wetu wa Songwe. Na sisi kama wana Songwe tunafahamu sio mara yako ya kwanza kuja ndani ya mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo wewe ni mwenyeji kabisa ndani ya mkoa wetu wa Songwe. Lakini kwa sababu ni mara yangu ya kwanza na ni mara yako ya kwanza umekuja ndani ya mkoa wetu wa Songwe, tangia upate nafasi ya kuwa waziri mkuu, kwa niaba ya wanawake wenzangu wote wa mkoa wa Songwe na kwa niaba ya mbunge mwenzangu ambaye yuko njiani atafika muda sio mrefu, naomba nichukue nafasi hii kwanza kukupongeza kwa nafasi hii kubwa uliyopata, na nikuhakikishie sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tuna imani kubwa sana na wewe, na imani yetu inatokana na kwamba ulikuja mwaka jana ndani ya wilaya yetu ya Tunduma, na ulipokuja mimi kama mbunge wanawake nilifurahishwa sana na ujio wako. Kipindi kile ukuwa ni waziri wa fedha, na moja ambayo nilikuleta ndani ya mji wetu wa Tunduma ilikuwa ni uzinduzi wa mradi mkubwa wa maji, mradi ambao sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tumekuwa tunausubiri kwa miaka mingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya wanawake hawa naomba nichukue nafasi hii nikuombe utufikishie salamu zetu kwa rais wetu, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuleta ule mradi mkubwa utakaohudumia miji mitatu, kwa maana mji wa Tunduma, mji wa Mlowo pamoja na mji wa Vwawa. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunalo ombi dogo, na ndio maana hata ukiangalia hapa utaona wanawake wengi, na unafahamu kwamba tumetoka kwenye uchaguzi. Kwa hiyo mimi kama mbunge wao nikisimama hapa nisipozungumzia swala la maji, Mheshimiwa Waziri Mkuu, 2030 sio mbali. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii niende kuiomba serikali yako, na sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tuna imani kubwa sana na serikali ya awamu ya 6, na ndio maana tulimpa kura za heshima mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile tuna imani kubwa sana na wewe Waziri Mkuu, ndio ulikuja kusaini kwa mara ya kwanza mradi mkubwa wa maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya wanawake wenzangu, naomba nikuombe utusaidie, kwa sababu tunaenda kwenye bunge na tunajua mwezi wa 4 tutaanza bunge la bajeti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba sana zile fedha ambazo zitaweza kutusaidia kukimbiza kwa haraka ule mradi wa maji ya kutoka Mto Momba kuyaleta hapa Tunduma, ili wanawake wenzangu hawa wa Tunduma tuweze kuondokana kabisa na changamoto ya maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wanawake hilo ndio ombi letu, na mimi naamini kwamba umelibeba. Lakini lingine Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiangalia mazingira hapa tulipo utaona kwamba wanawake wa Tunduma ni wachapakazi. Wanawake wa hapa wanafanya kazi kweli kweli, na mimi niseme miongoni mwa wilaya ambayo wanafanya vizuri sana kwenye ile mikopo ya 10%, mojawapo ni halmashauri ya mji wa Tunduma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miradi mbalimbali mikopo inaendelea kutolewa kwa wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Lakini wakati wa kampeni chama kilituagiza sisi kama wabunge twende tukaongee na makundi mbalimbali kopo ya 10%. Walikuwa na ombi moja Mheshimiwa Waziri Mkuu, na sisi tunashukuru kwa sababu ni ndani ya serikali ya awamu ya 6 ambapo rais alieleza kwamba ilitungwa sheria kwa ajili ya kusimamia mikopo ya 10% ili iweze kufika kwa wale. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hiyo sisi lakini tunatamani Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari ipo, tunatamani ikiwezekana tunapoweza, na kwa sababu ni ombi la wanawake na vijana, kwa sababu sasa hivi wanakopesha kwa makundi, lazima iwe kwenye kundi. Ikiwezekana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kwa sababu wewe ni mtendaji mkuu wa serikali, basi huko mbele sisi kama wabunge tutakapokuja na hoja ya kwamba serikali iangalie uwezekano wa kukopeshwa mtu mmoja mmoja na sio kwa makundi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu,
naamini ombi hili umelipokea na utaenda kulifanyia kazi. Lakini pia lingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na kwamba 10% imekuwa ikiendelea kutolewa, lakini bado changamoto nyingine ambayo inakumba wanawake ni swala la masoko bora na masoko ya uhakika. Ungepata nafasi ukatembea kwenye maeneo mbalimbali, hasa kwenye mida ya jioni, tuna masoko mengi ambayo bado wanawake wenzangu wanafanyia biashara chini, wanapanga bidhaa zao chini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hiyo mimi kama mbunge wa wanawake natamani, pamoja na kwamba tuna ile 10%, serikali, na tunajua hakuna jambo gumu ambalo rais wetu linamshinda, tunaamini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata hili huko mbeleni serikali iangalie, pamoja na kwamba tuna zile 10%, basi angalau iongezwe pale 2% hata 2 au 4, ili 2% au 4 moja kwa moja iende kwenye kuboresha masoko ya wanawake na masoko ya vijana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana kwa kunipa nafasi na naamini maombi yetu kama wanawake wa mkoa wa Songwe yatazingatiwa. Asante sana. Okay, asante. Tunduma oye! Tunduma safi! Mimi sitakuwa na maneno mengi. Moja, ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais ambaye amekuteua wewe, na ninatambua kwamba wewe ni mfanyakazi na utamsaidia vizuri Mheshimiwa Rais, na sisi kama wasaidizi wenu imekusudiwa ili kuhakikisha tunasogeza huduma za kimaendeleo kwa wananchi. Jambo la pili ni kushukuru wewe kwa kufika eneo la Tunduma. Tunduma ni mji wa mpakani, ni mji wa kibiashara. Kama ambavyo unaona muda huu watu wapo katika kazi, na sisi ni watu wa kazi. Ninatambua ziara yako imekuja hapa kuangalia maeneo ambayo yalipata changamoto ya siku ya tarehe 29. Nikuambie tu ukweli kwamba sisi kama Wanatunduma tumejifunza kutokana na zile changamoto ambazo zilitokea, na ahadi yetu kwenu, tutaendelea kuulinda mji. Tutahakikisha tunafanya patrol za mara kwa mara ili wananchi hawa waweze kuendelea kuwa salama na kufanya biashara zao bila usumbufu wowote. Jambo la tatu ni kushukuru wewe, ulifika mwaka jana mwaka huu ukiwa waziri wa fedha, tukasaini mradi mkubwa wa maji kutoa Mto Momba kuleta hapa Tunduma, na upo katika hatua za kutoa fedha. Ninakuomba tu kwamba uliahidi wewe kuwa balozi wa mradi ule, na kwa sababu wewe ni waziri mkuu, lile liko ndani ya uwezo wako, na tunakuomba tu mimi pamoja na wewe tulifanye lile, wananchi hawa wapate maji kama ambavyo tuliwaahidi. Na la 4 ni jambo kuhusu barabara, msongamano wa foleni. Mheshimiwa Rais alishalisemea na kulitolea maelekezo. Waziri wa ujenzi alikuja wiki iliyopita. Ninachoomba tu ni msukumo. Tunahitaji hayo mambo mawili yanaweza kutupunguzia kero. Mengine yote yako ndani ya uwezo wetu. Mimi ni waahidi wananchi wa Tunduma, mnanijua. Mimi ni mtu wa kazi na niko serious. I am simple but not easy. Ni mtu rahisi lakini sio mwepesi. Mmenielewa jamani? Kwa hiyo ni waahidi tu kazi tutaifanya, tumeshaianza na tutaimaliza kama tulivyokusudia. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na ninatambua wananchi hao wako tayari kusikiliza. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunduma oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Mhandisi Godfrey Kasekenya, ni mbunge wa jimbo la Ileje ambalo ni jimbo ambalo linapakana na hili jimbo. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni naibu waziri wa ujenzi. Naomba nikupongeze sana kwa nafasi, lakini pia nikupongeze kwa kazi kubwa ambayo umeianza kwa kasi kubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nitakuwa na mambo machache tu kuhusiana na Tunduma kwa leo. Moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarehe 12 mwezi huu wa 12, Mheshimiwa Waziri Ulega ambaye ni waziri wa ujenzi alifika mji huu wa Tunduma, na hasa kutokana na changamoto ambayo ilijitokeza kwenye mizani ambayo umeshakagua. Niwahakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari ile mizani imesharudishwa kwenye hali yake ya kawaida
na inaanza kufanya kazi. Sasa haya yaliyojitokeza kuhusu changamoto za hapa na hasa foleni, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi akiwa na mkoa alitoa maagizo ama maelekezo yafuatayo ambayo wizara wameshaanza kuyatekeleza. Cha kwanza, hii barabara ambayo Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameelezea ina njia moja, alishatoa maelekezo ziwe njia 3, ikiwezekana 4 kulingana na korido, na tayari wenzetu TANROADS mkoa na wenzetu wa makao makuu TANROADS wamekuja kuanza kusanifu. Ni kilomita 0.7, ni mita 700 tu, ambazo zikiwa njia 4 kwa changamoto iliyopo hapa zitaondoka. Lakini cha pili ni kuboresha njia za mchepuko kwenye mpando huu na kurekebisha barabara ili magari yasiweze kupata changamoto. Na cha tatu, ile mizani pamoja kwamba itakuwepo, lakini Mheshimiwa Rais alishalipa fidia ya mizani ambayo itakuwa nyuma kituo kikubwa, na Mheshimiwa Waziri alivyokuja kutoa maelekezo kwamba tujenge mizani ya muda pale nyuma pamoja na hii ili kupunguza msongamano wa hapa. Naamini hayo yakifanyika kwa kiasi kikubwa upande wa barabara tutakuwa tumepunguza changamoto ya msongamano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri na mwenyekiti wa chama ujiandae kwa salamu za chama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue nafasi hii nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuwasalimia Wanasongwe na wana Tunduma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hili la mkoa wetu wa Songwe, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta hapa tayari bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa shule za msingi, shule ambazo zitakuwa na vyoo, majengo ya utawala na madarasa. Shule hizi tunazijenga kila palipo na shule ya sekondari. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Shule kama hizi Mheshimiwa Rais amezijenga shule 227 Tanzania nzima na zina thamani ya bilioni 228. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, upande wa shule za sekondari Mheshimiwa Rais kupitia mradi wa SEQUIP amejenga ndani ya mkoa wa Songwe shule 9. Shule kama hizo zimejengwa Tanzania nzima shule 830 na thamani yake Mheshimiwa Waziri Mkuu ni zaidi ya bilioni 400. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu nizungumzie kidogo eneo la afya. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati akiingia madarakani, mkoa huu wa Songwe ulikuwa na hospitali za halmashauri kwa Ileje na Mbozi peke yake. Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta hapa zaidi ya bilioni 37 zikafanya kazi ya kuendeleza miundombinu kule Ileje pamoja na Mbozi, lakini akajenga hospitali mpya ya halmashauri ya Tunduma, akajenga hospitali mpya ya halmashauri ya Songwe na akajenga hospitali mpya ya halmashauri ya Momba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunasimamia barabara zetu za TARURA ndani ya mkoa huu wa Songwe. Hali ilivyo hivi sasa tunasimamia takribani kilomita 3,300. Barabara zetu zinapitika kwa 65%. Maeneo ambayo yameleta ukorofi kwa sababu ya athari za mvua, Mheshimiwa Rais ameleta hapa fedha bilioni 2.2 na tumesha saini mikataba 7 na kazi zinaendelea kwenye maeneo hayo. Utekelezaji wake umefikia 52%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru kwa nafasi. Asante sana. Asante. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama wa mkoa. Tunduma oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nami nichukue nafasi hii kwa niaba ya chama kukaribisha sana katika mkoa wa Songwe. Karibu sana. Mengi yamezungumzwa kwa sababu ya muda, nipigie mstari maneno makubwa au jambo la msingi ambalo ni kubwa sana katika mji wa Tunduma. Tukuombe kama chama, haya ambayo tunawaahidi mbele wananchi na Mungu anashuhudia, tunaomba utekelezaji wa ujenzi wa barabara hii ambayo inabeba uchumi wa mkoa wa Songwe, ikiwezekana ipewe kipaumbele na kutekelezwa haraka iwezekanavyo. Lakini la pili, niombe serikali yako, umekabidhiwa wewe kama mtendaji mkuu, haya mambo yanayogusa wananchi madogo madogo, usalama barabarani, wajawazito hospitalini, mbolea za ruzuku. Kuna wenzetu wachache ambao wanachafua serikali ya Mama Samia.
ambao sisi tulipopita wakati wa kampeni waliyatoa kama malalamiko, na sisi tulishawekeza kwenye serikali iliyoundwa ambayo iko chini yako. Tunadhani haya yakitekelezwa na kupewa uzito, kuondolewa manunguniko na malalamiko madogo ndogo yanayogusa wanawake hasa vijijini, nadhani watu watapenda serikali na Chama cha Mapinduzi, na hiyo mtafanya kazi kwa raha. Baada ya kusema hayo, nasema asante sana. Asanteni sana kwa maneno haya ya utangulizi, na mimi nianze kwa kuwashukuru sana kwa makaribisho. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na timu yako, tunakushukuru sana. Wananchi wa Tunduma tunawashukuru sana. Hapa hatukuandaa mkutano, ilikuwa njia yetu tunapita, lakini mmeweza kukusanyika na kupokea na kusalimiana. Na nianze na kutoa salamu za viongozi wangu wakuu. Pokeeni salamu za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anajua leo niko hapa, nilimuaga, na wakati namuaga alinituma kwanza niwasalimie. Pokeeni salamu za upendo. Anawashukuru sana kwa kura nyingi, na anawashukuru kwa jitihada zenu za ujenzi wa taifa mnazozifanya. Na yeye yupo katika majukumu ya kumsaidia Mheshimiwa Rais, na yeye yuko ukanda mwingine. Serikali iko kazini, mama yuko kazini, na nchi inasonga mbele. Katika salamu zake Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie yale mambo ambayo aliahidi wakati wa kampeni, yale mambo ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi, na yale mambo ambayo yako kwenye dira 2550 ambayo ndio kwanza inaanza na awamu ya 6 yatatekelezwa, na kazi hiyo imeanza. Amenituma niwahakikishie hilo. Na yako mambo ambayo waheshimiwa wabunge wenu makini kabisa, akiwemo mbunge wa mkoa pamoja na mheshimiwa mbunge wa jimbo wameyasema, na waliyasema siku Mheshimiwa Rais amekuja hapa, na yenyewe ni sehemu ya masuala ambayo yanakwenda kutekelezwa. Na mimi niwaambieni, serikali imeanza utekelezaji wa yale mambo ambayo yaliahidiwa. Mheshimiwa Rais kuna mambo aliyoyaahidi kupitia ilani ya uchaguzi, na kuna mambo yako kwenye dira, na kuna mengine mle kwenye ilani ya uchaguzi. Ametaka utekelezaji wake uanze kutekelezwa ndani ya siku 100. Na kwenye siku 100 tayari hiyo kazi imeanza. Moja ya jambo ambalo Mheshimiwa Rais alilielekeza na akasema anataka utekelezaji wake uanze ndani ya siku 100 ni kwenye masuala ya afya na elimu. Kwenye masuala ya afya, baada ya kuwa Mheshimiwa Rais amejenga hospitali mpya zaidi ya 119 nchi nzima, na hapa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Naibu Waziri ametoka kutuambia hapa hospitali zilizojengwa. Ulikuja uhitaji wa wataalamu wa afya, madaktari, wauguzi, na Mheshimiwa Rais alisema kwa kuwa tumejenga zaidi ya hospitali 119, tumejenga vituo vya afya zaidi ya 649 kwa nchi nzima, na amejenga zahanati zaidi ya 2700 kwa nchi nzima. Kulikuwa na uhitaji wa haraka wa wataalamu wa afya kufanya kazi katika maeneo hayo, na Mheshimiwa Rais akasema ndani ya siku 100 ajira zitatolewa kwa ajili ya wataalamu wa afya. Hivi tunavyoongea, usaili wa wataalamu wa afya umeanza tangu tarehe 10 kwa nchi nzima, na kila mkoa unaendesha usaili kupata wataalamu 5,000 wa sekta ya afya. Iliahidiwa itafanyika ndani ya siku 100. Hivi tunavyoongea usaili unakamilika wiki hii. Ifikapo Januari, wataalamu 5,000 wa sekta ya afya watakuwa kwenye hizi zahanati
vituo vya afya na hizi hospitali mpya zilizojengwa. Lakini akasema pia kwa kuwa amejenga shule nyingi mpya, tumeelezewa kwa mkoa wa Songwe hapa na mbunge wetu pamoja na naibu waziri, akasema ndani ya siku 100 walimu 7,000 watakuwa wameajiriwa ndani ya siku 100. Hivi tunavyoongea usaili unaendelea kila mkoa wa kuajiri walimu 7,000 wakiwepo walimu wa science ambao katika shule nyingi limekuwa ni tatizo. Zimejengwa shule ndani ya miaka 4-5 iliyopita, zimejengwa shule mpya 1,300 za sekondari, 2,700 za msingi, madarasa 79,000. Hivi vyote Mheshimiwa Rais aliona vinahitaji walimu kwa sababu shule sio majengo peke yake. Sasa wanaajiriwa walimu 7,000 na usaili huu umeanza tangu tarehe 10, na ifikapo tarehe 10 Januari wataalamu hawa, walimu hawa watakuwa wameripoti kwenye shule zetu. Serikali iko kazini, mama yuko kazini. Mimi nitoe rai moja tu kwa wenzetu wanaoendesha zoezi hili la usaili. Mheshimiwa Rais alielekeza zoezi hili lifanyike kila mkoa, kwa sababu kwa sasa hivi kila mkoa una watoto wao wasomi wapo kila mkoa. Kila mkoa. Songwe hapa kuna watoto wamesoma, wana walimu wa science, wana madaktari. Mbeya hivyo hivyo, Ruvuma hivyo hivyo, Mtwara, Singida, Mwanza, Rukwa, Mara, Arusha, Manyara. Kila mkoa wa nchi hii una shule, kila kata una shule, kila tarafa una shule, kila wilaya una shule, kila mkoa. Na Mheshimiwa Rais ameelekeza usaili huu ufanyikie kwenye kila mkoa. Sasa wale wanaofanya usaili, tuzingatie vigezo vya ubora bila kubagua mtu kwa ukabila, bila kubagua mtu kwa udini, lakini ni lazima kila watoto wa mkoa wapate fursa hii. Najua hili jambo haliwezi likamaliza watoto wote nchi hii, lakini lazima kila mkoa, usaili umefanyika kila mkoa, watoto wa kila mkoa wapate fursa hii na wenyewe ya kuchangia katika ujenzi wa taifa letu. Tusitumie fursa ya vigezo kupenyeza ndugu tuliowaona. Kila Mtanzania ndugu yake ni Tanzania, ana nafasi sawa ya kuweza kuitumikia Tanzania. Kwa hiyo hili tulizingatie, na najua na vyombo vya kufuatilia kila mchakato unapofanyika vifuatilie jambo hilo, ili pasiwepo na mtoto wa Kitanzania kudhulumiwa kwa sababu tu yeye hawezi akapata kimemo au hawezi akapata mtu wa kumsemea. Tanzania ndio mtu wa kumsemea mtoto yeyote wa Kitanzania. Lakini si hilo tu. Mheshimiwa Rais aliahidi ndani ya siku 100 litaanza zoezi la bima ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa wote. Na zoezi hili linatarajiwa kuzinduliwa mwezi wa kwanza. Hatua za awali za maandalizi ya utekelezaji na uzinduzi wake kufanyika Januari tayari umeanza. Nitoe maelekezo kwa hospitali zetu zote wawe tayari na zoezi hili. Litaanza na watoto, akina mama wajawazito na wazee wasiojiweza. Na nimesema kuanzia kwenye siku 100 ambazo Mheshimiwa Rais alielekeza, pasiwepo na hospitali inashikilia mwili wa mtu ambaye ametangulia mbele ya haki kwa sababu tu ndugu hawajalipa fedha. Haya maelekezo yalishatoka kwamba ifanyike ndani ya siku 100, na naelekeza kila mkoa fuatilieni utekelezaji wa agizo hili la Mheshimiwa Rais. Na pasiwepo na mtu anakataliwa matibabu kwa sababu hajatoa fedha. Nimesema mama mjamzito akifika, uchungu umempata, aanzie kwanza na matibabu, mambo ya makaratasi yatafuatia. Mtu yeyote aliyeenda kwa dharura hospitalini, amefikishwa emergency, aanze kwanza na matibabu. Mambo ya uandikishaji yatamfuata akiwa ameshapata matibabu. Lazima kwanza tuanze na kuokoa maisha,
ndio kwanza tuje kufanya masuala ya makaratasi, ndio tufanye masuala ya uandikishaji. Haya ni mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyataka yaanze utekelezaji wake ndani ya siku 100. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali nataka mikoa yote, nataka hospitali zote, waganga wote wakuu wasimamie hili. Na tumesema pia kina mama wakifika ana uchungu asisumbuliwe mambo madogo madogo. Sio lete besedi, sio lete ndoo, sio lete nini. Haya yote hospitali tujiandae. Aliyeenda na maandalizi sawa, lakini ambaye hana uwezo huo na ameshafika, hospitali zetu kuweni na akiba ya masuala ya aina hii, na atakayeshindwa kuyafanya haya atuambie ili tujue kazi imemshinda. Watanzania wako wengi wanaweza wakafanya hizi shughuli. Yapo na mengine ambayo Mheshimiwa Rais ametaka yafanyike ndani ya siku 100, yakiwepo mitaji kwa vijana wanaoanza biashara zao, mitaji kwa vijana, mitaji kwa kina mama, mitaji kwa makundi maalum, na maboresho ambayo Mheshimiwa mbunge wa viti maalum umeyasema tumepokea, tutayazingatia tunapoendelea kutengeneza sheria mpya. Haya na yenyewe ni moja ya maeneo ambayo yatafanywa kazi. Mheshimiwa Rais ameunda wizara rasmi inayosimamia masuala ya vijana, na kutakuwepo na mfuko na kutakuwepo na utaratibu wake wa namna wa kuharakisha kufanikisha masuala haya yanayoleta ustawi kwa vijana, na waziri wa vijana anaendelea kuratibu utawala wa jambo hili namna ambavyo litatekelezwa. Kwa hiyo vijana kwenye hili ameshazunguka na ataendelea kuzunguka, na niliambiwa hata huko alikuja ili kuweza kuhakikisha maoni na mawazo ya vijana yanajumuishwa kwenye mpango mkakati wa kutekeleza masuala hayo yanayohusu vijana. Mheshimiwa Rais aliliona jambo hili kwamba vijana wanahitaji wizara rasmi ambayo itasimamia masuala yao. Lakini si haya tu, Mheshimiwa Rais ameahidi mambo mengine ambayo mmewasikia waheshimiwa mawaziri hapa wameyasema, kwenye afya, kwenye elimu, kwenye masuala ya umeme, kwenye masuala ya miundombinu. Ni maeneo ambayo yataenda kufanyiwa kazi katika awamu ya 6. Mnakumbuka katika awamu zilizopita tulikuwa tunaongelea kupeleka umeme kila kijiji. Sasa hivi tunaongelea kupeleka umeme kwenye kaya. Mwaka huu mapema marais wote wa Afrika walikutana Dar es Salaam pale, na Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa mwenyeji wao. Moja ya ajenda walioongelea ni kuwaunganisha Waafrika wapatao milioni 300 kwenye umeme, wapate umeme. Lakini pia kuhama kutoka kwenye kupikia kuni kwenda kwenye kupikia nishati safi, na Daktari Samia Suluhu Hassan ndio championi wa zoezi hilo. Sasa katika mazingira kama hayo, serikali ya awamu ya 6 itakuwa na kazi ya kusambaza umeme katika maeneo ambayo yalikuwa bado hayajapata umeme kwenda ngazi ya kaya. Lakini si hiyo tu, yameongelewa masuala ya maji, na hapa kuna huo mradi ambao Mheshimiwa mbunge umeusema. Kabla sijafika hapa, nimefuatilia hatua zote ambazo zimeshafanyika, na nimefuatilia maeneo ambayo yanahitaji yafanyiwe kazi mradi wa maji uweze kufanyika, na nimefuatilia hili jambo ambalo Mheshimiwa Naibu Waziri Ujenzi umesema na mbunge mwenyeji ambaye Naibu Waziri wa Kilimo umesema. Hili jambo zoezi lake lianze mara moja. Nilielezewa kuna uhitaji wa kuhamisha ukuta, kusogeza ukuta ili kuweza kupata nafasi ya kujenga barabara. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimeshaongea na Kamishna Jenerali wa Mapato na amewaelekeza wasaidizi wake walioko hapa, hili jambo la kuhamisha ukuta lifanyike mara moja. Hamisheni ule ukuta, mwanze mara moja maandalizi ya kupanua barabara hiyo ili ziweze kupita njia 3 mpaka 4. Wale watakaopewa kazi hiyo, Krismasi yao ndio hiyo na mwaka mpya wao ndio huo. Kazi ianze mara moja ya kusogeza ukuta, na taasisi zinazohusika, nimeambiwa kuna jengo lingine ni either TPA au NHC, na wenyewe mkuu wa mkoa chini ya uongozi wako ziitwe taasisi hizo na zenyewe
lazima tutengeneze nafasi ya kutosha hapa, tufungue lango hili ili tuweze kufungua uchumi, tuondoe foleni ambazo zimekuwa kero katika eneo hili. Kwa hiyo nimeelekeza maeneo yanayotakiwa kuvunjwa yaanze kuvunjwa mara moja. Anzeni hiyo kazi mara moja, na tayari Mheshimiwa Naibu Waziri umesema timu ya wataalamu kwa upande wa Wizara ya Ujenzi na TANROADS imeshatumwa. Ninyi endeleeni na vipimo vyenu na hizi kuta zisiwe kikwazo. Endeleeni na zoezi hilo. Mheshimiwa Naibu Waziri, nimesikia hili la maji na nimepita maeneo tofauti tofauti. Nimeona huu taratibu ukijitokeza wa watu kupewa fedha na kuahirisha mradi ambao wamepewa fedha kwa ajili yake na kuanza kutekeleza miradi mingine. Wanaanza kutekeleza mambo mengine. Mkandarasi anapewa fedha, kumbe anadaiwa na benki, anatumia fedha ya mradi kwenda kupoza kwenye madeni yake anayodaiwa. Nimepita jana Mbinga, nimekutana na jambo la aina hii. Nilipita na sehemu nyingine nikakutana na jambo la aina hii. Nimeelekeza TANROADS na Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, TARURA, Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, fanyeni sensa ya miradi yote ambayo wakandarasi walishapewa payment, walishapewa malipo yao, na mfanye tathmini ya kujua fedha hiyo ambayo imeshatolewa inalingana kwa kiwango gani ambayo imeshafanyika. Nipate taarifa hiyo, na wale ambao tutagundua kazi ile iko chini ya fedha ambayo wameshaipata, hiyo ni hujuma dhidi ya uchumi wa nchi yetu. Hawa lazima wafike kwenye mkono wa sheria. Ifuatilieni, fanyeni hiyo sensa, nataka hiyo ripoti. Na nimefuatilia, nimejua kuna baadhi ya wakandarasi akiwemo mmoja ambaye mlimtoa kule Mbinga, yule mliyemtoa asipate kazi nyingine yeyote hapa nchini. Wapatieni wazawa. Anakujaje mtu anatoka huko, mnampa hela, anacheza hapa, anatuchezea hapa. Wale wote ambao mnawapa kazi wanahamisha fedha, wanaanza kutumia kwenye madeni yao, wanaanza kutumia kwenye mambo yao, hawawalipi wazawa, wasipate kazi tena. Waaminini wazawa, wapeni kazi hizo. Hatuwezi tukawa na watu wanakuja wanababaisha kazi, wanatuticha na Vijingereza puzi mtupu. Msiwape kazi. Yule mwingine nilisema awekwe ndani na azuiwe kutoka mpaka kazi ikamilike, mpaka atuachie mradi ili tuweze kuwapa watu wengine ambao wana uchungu na nchi yetu. Fanyeni hiyo sensa, tuwaone ambao fedha wamepata wametumia katika mambo mengine. Miradi yetu inasuasua, baadaye wanaanza kutuomba nyongeza ya fedha, wanaomba adjustment, wanaiongezea serikali mzigo. Na huu wa mradi wa maji, ndani ya mwezi mmoja mradi huu uanze. Nimeshaongea na Mheshimiwa Waziri wa Maji na hatua hizo kubwa zimeshafanywa. Tumeongea na wenzetu wa hazina, hatua zilishafanyika. Ndani ya mwezi mmoja mkandarasi huyu aonekane site huko. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, nilishasema hili mimi ni balozi, uendelee kunipatia ili nione wapi atakwama, ili tumnasue. Kwa hiyo fuatilieni miradi yote ambayo tumeshatoa fedha. Kumekwepo na mchezo huo. Tumeona hata wengine anapewa fedha, kumbe anadaiwa kule nchini kwake. Wanang'ang'ania fedha ilipwe kwenye akaunti za nchi yao. Yaani mradi unafanyikia Tanzania, fedha inalipiwa Tanzania, wanataka ilipwe nchini kwao, kumbe anadaiwa kule kwao. Akishapewa, kwa kuwa hawezi kupata malipo ya pili mpaka kazi ionekane, wananchi wanaendelea kuona kazi tu haiendelei. Huyu haleti certificate ili alipwe kazi iendelee, kwa sababu ameshindwa kuzalisha kazi, kuonesha kazi ambayo imeshafanyika.
Wananchi wanadhani serikali haijalipa, kumbe amelipwa, amepeleka nchini kwake, anadaiwa huko nchini kwake. Na mikataba mnayo saini, kama kazi inafanyikia hapa nchini, afungue akaunti, malipo yafanyike hapa hapa nchini. Madeni ya nchini kwake atajuana nayo yeye mwenyewe. Wasitumie fedha ya serikali yetu kulipa madeni ya mabenki yao. Mikataba yote mnayoingia, wekeni vipengele vya aina hii. Wekeni vipengele vya aina hii. Mweke vipengele hivyo. Na kwa hawa ambao tayari tulishawapa kazi, fanyeni tathmini. Kila mmoja ambaye tulishampa kazi, tulishampa fedha ya kuanza kazi, tuipime kazi hiyo kama inalingana na fedha aliyoipata. Kama akatumia kwingine, hiyo ni hujuma. Lazima na yeye nilikuwa natafuta neno zuri, tumshikishe adabu. Lazima awe na heshima na nchi yetu. Ili haya mambo yote ambayo Mheshimiwa Rais ameelekeza, ili yaweze kufanyika, ili yale yaliyopo kwenye ilani yaweze kufanyika, ili dira hii iweze kufanyika, iweze kutekelezwa, mambo mawili lazima yafanyike. Moja ni nidhamu. Nidhamu watumishi wa umma, nidhamu viongozi, nidhamu hawa wanaopewa kazi. Lazima nidhamu hii, lazima watekeleze haya majukumu kwa nidhamu. Na nimeelekeza, na haya ndiyo maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais ametoa kwa viongozi wote, na mimi kama msimamizi naelekeza utekelezaji wake. Kila mmoja asimamie yule aliye chini yake, kila mmoja asimamie yule anayemwangalia, iwe kwenye mradi. Kuna utaratibu wa kupakapaka mafuta ziara zinapokuja, ndio unaona kupakapaka mafuta. Hata mkandarasi ambaye alishaondoka site miaka na miaka anarudi. Hii tukigundua eneo mtu kapewa kazi afanye, ameshatoweka, inatokea ziara ya kiongozi mkuu, wenda Mheshimiwa Rais, wenda makamu wa rais, alafu ndio anajitokeza kwamba hajawahi kusimamiwa. Wale wote ambao walitakiwa kusimamia, wale wote ambao walitakiwa kuchukua hatua, na wenyewe watakuwa na hatia. Tumesema wananchi wasikilizwe. Nimesema mikoa mingine na nasema hapa, na watu waendelee kuisikiliza, waendelee kufanyia kazi haya. Tumegatua madaraka, tumeongeza maeneo ya utawala ili mwananchi asiende mbali kufuatilia jambo lake. Hiyo ndio maana halisi ya ugatuaji wa madaraka. Mwananchi anayetoka Kamsamba akutane na mtendaji wa serikali pale pale. Hatujaongeza maeneo ya utawala ili kuongeza vyeo. Tumeongeza maeneo ya utawala ili mwananchi shida yake itatuliwe pale pale alipo. Mheshimiwa Rais ametoa magari, ametoa pikipiki kwenye viongozi. Haya magari sio ya kuendea semina, haya magari sio ya kuendea kwenye mikutano, haya sio ya matembezi. Tunataka mtu aende, kiongozi aende pale wananchi walipo, na awasikilize, na kama kero ile inamzidi uwezo wake, yeye mwenyewe aipeleke ngazi inayofuata. Hiyo ndo maana halisi ya ugatuaji wa madaraka. Sio mwananchi anakuja, anasikilizwa, anaambiwa uje kesho. Kesho akija anaambiwa uje kesho kutwa. Kesho kutwa akija anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akija, hata shida ambayo mwananchi alileta imeshasahaulika. Hivi ulisema una shida gani? Mwananchi anaamua kupambana yeye mwenyewe kwenda makao makuu. Tuna wananchi wanapambana kupeleka hoja yao mpaka kwa rais. Viongozi hapa wote wako wapi? Na shida hiyo walishaipata, na shida hiyo ina majawabu. Watu kupuza shida za watu. Viongozi uko ofisini, unalipwa kila mwezi, unapuza shida ya watu. Mwananchi anaamua basi abebe bango tu ili kiongozi kwa sababu ofisi zote kashapita,
basi anaamua abebe bango ili kiongozi alione yeye mwenyewe, na hilo bango ananyang'anywa kabla ya kiongozi hajafika. Hii imkute kila kiongozi, imkute kila mtumishi wa umma. Jambo linapofika kwenye deski lako, shughulika nalo. Linakuzidi uzito, peleka kwenye ofisi yenye majawabu ya jambo hilo. Hii ndio utaratibu wa ufanyaji kazi kwenye ugatuaji wa madaraka. Na mimi nimesema kwa kuwa haya ndio maelekezo na uelekeo wa serikali, na mimi ndio msimamizi wa shughuli za serikali, wale wazembe watakaoshindwa kutekeleza haya, wale wavivu wala rushwa watakaoshindwa kutekeleza haya, watakutana na fiekeo, watakutana na ratu. Na nimeona Mheshimiwa Naibu Waziri umefanya kazi nzuri sana kule ulikopita. Mheshimiwa Ruben, umefanya kazi nzuri sana. Na mwelekeza Katibu Mkuu, hawa watu wote ambao Naibu Waziri usema wasimamishwe, Katibu Mkuu kamilisha uchunguzi haraka, wala wasihamishwe vituo, wala wasisimamishwe. Ukishajiridhisha wana makosa hayo, wafukuzwe. Nchi hii haina upungufu wa watu wa kufanya kazi. Ile orodha yote ya wale wanakutwa na ubadhilifu wa fedha, alafu aanze tena kutumia fedha ya umma kwenda kujibu, aendelee kulipwa huku ameshatuibia. Wale wote wenye tuma, Katibu Mkuu TAMISEMI pamoja na Katibu Mkuu Utumishi, fuatilieni. Ikithibitika wamekiuka masharti ya kazi, wamekiuka maadili, wasisimamishwe wala kuhamishwa, wafukuzwe. Ndio. Na nimesema juzi, nimeenda pale kwenye Secretariat ya maadili, nimeelekeza sheria ile iangaliwe upya. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema waziri mkuu ndio atakayekuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamizi na utekelezaji wa shughuli za kila siku za serikali, na kutekeleza ama kufanya maelekezo ya Mheshimiwa Rais yatekelezwe. Umekuwepo utaratibu wa kujaza fomu kwa utaratibu, wanajaza viongozi, alafu sio wao wasimamizi wa mikataba, sio wao waingiaji wa mikataba. Wale wanaoingia mikataba wao wanakuwepo tu, wanakula shushu tu pale, mnamuona anamea tu, wengine wanasinyaa, yeye anamea tu, alafu na fomu ajazi. Iangaliwe upya, kila mtu aijaze fomu hii, kila mtumishi wa umma aijaze fomu hii, na ataje anapoingia ana nini, anapokuwa ana nini, anapomaliza ana nini. So kila mtu anaingia tu, mnamuona kijana kaingia leo tu, badala ya kukusanya mapato yakajenga hospitali, anakusanya anajenga mfukoni kwake. Tutaifanyia hiyo, itarekebishwa hiyo, ili haya mambo Mheshimiwa Rais ambayo ameelekeza na amekuwa kila wakati akielekeza ili yaweze kutekelezwa, lazima hii ya nidhamu ifanyike, na lazima mtumishi yeyote wa umma aogope kugusa mali ya umma. Asiyeogopa tutamlazimisha kuhakikisha agusi mali ya umma. Lakini jambo la pili, ili haya yote ambayo yameandikwa kwenye dira, ahadi za ajira kwa vijana, miradi mipya ya maendeleo, masuala ya afya, masuala yaliyoahidiwa kwenye ilani, miradi ya maendeleo, ili haya yote yafanyike, lazima Watanzania wote tuwajibike kudumisha amani ya nchi yetu. Na mimi niwaambieni Wanatunduma, amani si jambo la serikali. Amani si jambo la viongozi. Amani ni jambo la nchi. Amani si jambo la mnufaika wake, sio chama kimoja cha siasa. Ni jambo la nchi nzima. Na mnufaika wa kwanza wa amani ni mwananchi mwenyewe, pale pale ulipo.
mnufaika wa kwanza pale pale ulipo. Jamani, na mifano si tunayo? Hebu fikirieni ninyi hapa, ikafanyika vurugu hapa Tunduma, ikafanyika vurugu hapa Tunduma, kule Singida haijafanyika. Aliyeumia wa kwanza ni nani? Haya, tuongee kindugu, kiwazi kabisa. Imefanyika vurugu hapa na wanaofanya vurugu mko hapa hapa. Vurugu hiyo inawaumiza wa Dodoma, inawaumiza wa Dodoma. Mnufaika wa kwanza wa amani ni mwananchi mwenyewe hapa. Mnufaika wa kwanza wa amani ni mwananchi mwenyewe wa eneo husika ambako amani ipo. Kwa maana kwa wasoma Biblia, ukienda kwenye Yeremia pale, anasema, na baba mchungaji huko hapa, anasema kautakieni amani mji ule, mkauombee kwa Mungu, kwa maana katika amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Yaani ninyi hapa takeni Tunduma iwe na amani, kwa sababu kwenye amani ya Tunduma ndio nyie mtapata amani. Ninyi hapa mmefanya vurugu. Sisi kule Singida tulikuwa tunaongeza maziwa tu, tunakunywa maziwa, tunaenda na sisi wengine hivi tunaupenda ufugaji huko. Nimeona na ndugu yangu tunasema tu wochege ama pembe, wochege ama kenda doje. Yaani tunasema tu tunacheka na ng'ombe kwamba haya muda wa kuchunga umeshafika. Ninyi hapa Tunduma, ninyi hapa Tunduma, wewe unaweza ukawa hapa Tunduma eti unafanya fujo hapa, unamkomoa Mwiguru, yeye yuko Iramba kule, jamaa wanakunywa maziwa. Amani ya Tunduma hapa, mnufaika wa kwanza ni wewe. Na nyewe wana Tunduma ni ndugu zangu, tunaongeaga ukweli. Nilikuja hata siku moja hapa 2014-15 kwenye uchaguzi, nikakuta kuna vijana wawili hapa wameuana kwenye vyama eti. Vyama vilikuwa vinapishana, mkafanya fujo, watu wakafa wawili. Nikawaambia, huu ni ugeni wa siasa za vyama vingi. Mnauanaje nyie na bungeni hamwendi? Mnapiganaje? Unaambiwa kamanda komaa tupigane. Ninyi mkishapigana mnauana hapa. Sisi tukishaingia kule bila kujali ni wa chama gani, kwanza tunatafuta nyama choma iko wapi. Nikamwambia, nyie vipi? Ninyi vipi? Ninyi mnauana, mnasababisha wajane, mnasababisha yatima. Halafu pale bungeni hata hamuingii. Komaa kamanda. Si tukishamaliza kufika pale, hata hatuja hapa, tunatafuta nyama choma iko wapi. Vipi? Amani ya kwanza mnufaika ni wewe. Ndio. Ninyi mnasukumwa na mtu ambaye yeye hanufaiki na amani yenu. Anawaambia fanyeni fujo. Yaani mtu yeye yuko Marekani, yeye yuko Kenya, yeye yuko South Africa, anakuambia fanya fujo Tunduma. Yeye na watoto wake yuko kule. Anakuangalia kwenye TV, ameweka na juisi, ameweka na mishikaki. Anakuambia choma na shule. Yeye watoto wake shule anayosoma ya malumalu. Sijui kama mnanielewa. Anakuambia kwa mtandao tukutane roundabout, tufanye vurugu. Yeye yuko South Africa, yeye yuko Marekani, yeye yuko Nairobi. Na ukifanya vurugu, yeye ndo analipwa kwamba kahamasisha vurugu vizuri. Analipwa kwa wewe kufanya vurugu, analipwa yeye. Hivi hamjamsikia mmoja mitandaoni, nyewe si mnaingia, hamjamsikia mmoja anasema mimi nakujaje huko nina hela nyingi sana? Kashalipwa kwa vurugu yenu. Anasema nyumba anayokaa ni ya bilioni 12. Bilioni 12 ni mradi huu wote wa Tunduma. Amelipwa yeye ili ninyi mfanye vurugu. Ili ninyi muharibu mradi wenu wa maji. Ili ninyi mchome soko lenu linalowapa chakula kila siku. Yeye kalipwa. Awaambie fanyeni vurugu.
Wengine wako hapo wamehifadhiwa, ni madogo, tulikuwa nao wote, kila siku tunasongesha pamoja. Juzi mmoja kapewa bilioni 2, kapewa dola milioni 2, ni takriban bilioni 5. Alafu anakuambia wewe uende mbele kufanya vurugu. Mnufaika wa kwanza wa amani ni wewe mwenyewe, mkazi wa eneo husika. Na Watanzania, mimi niwaambieni, tujifunze kuwa na wivu na nchi yetu. Mungu katupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuwe na wivu, tuilinde kwa wivu. Wanakawaje watu wa taifa lingine wanakaa mtandaoni siku nzima, wanakesha, wanatukaneni? Ninyi mnadhani wanatukana rais? Wanatukana nchi hawa. Watu wanaachaje kuheshimu? Wamekaa wameng'ang'ana. Ninyi mmewahi kutukana nchi nyingine lini? Alafu watu wamekaa wanatumia upole wetu, wanatukaneni na watu wengine mko humu mnashangilia. Na wengine wamehifadhiwa hapo hapo. Vijana wa chama fulani tunajua wamehifadhiwa pale pale. Ni vijana, wengine ni viongozi wa chama kingine, wamehifadhiwa pale pale. Hivi ninyi mmejua yule anayewalipa mpaka wakae pale, mnajua yeye amepanga kurejeshaje hizo fedha? Mwalimu Nyerere aliwahi kusema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla yeye kununuliwa. Kana kuwepo kiongozi wa sijui anaita Wakanda, sio mkoa, sio wapi, hata ofisi hela ya kujengea hawana, wanaweza kukaa hoteli ya kitalii kwa miezi 6. Yule anayewaweka anapanga kurejeshaje hiyo fedha yake? Na wale wanaotukana wa yale mataifa wale mataifa wanaotukana, mimi niwaambie, tunasoma wanachokiandika, tunasoma wanachotukana. Na yule aliyehamasisha maandamano amekiri kwa mdomo wake kwamba kuna taifa moja limetusaidia. Kafungiwa maakaunti yake, anasema na lile taifa lililotusaidia na wenyewe wapaze sauti, waendeleze fujo, waendeleze vurugu kwenye nchi yetu. Watanzania, amkeni. Hilo sio jambo la uchaguzi, hilo wala sio jambo la vyama, ni rasilimali. Ninyi hamjai kufuatilia hapa Afrika muone mambo yanavyofanyika? Ukiona chui anamshambulia mchungaji, lengo lake sio mchungaji, ni wale kondoo. Rasilimali. Ndio maana watu wanaungana kwa nguvu yote ile. Rasilimali. Wanatambua Tanzania imegundulika uranium, yamegundulika madini adhimu ambayo Tanzania itakuwa nchi ya kwanza Afrika, na mengine yako Songwe hapa. Yamegundulika, Tanzania itakuwa namba 1, na yale ndio madini yanayotafutwa duniani kote. Tanzania itakuwa miongoni mwa nchi 9 duniani na ya kwanza kwa Afrika. Na ninyi mnajuaga nchi zikigundua rasilimali, wale wanaomezea mate rasilimali wanafanyaga nini? Ili wazipate wanafanya fujo, na baadaye wanakuja kama wapatanishi, na baadaye wanatoa silaha, watu watapigana, wao wanachota rasilimali. Walifanya katika baadhi ya mataifa hapa. Ninyi hamjawahi kuona? Ninyi mnachukulia mambo poa poa. Yaani Mwalimu Nyerere kaota tangu yuko kijana kwamba tujenge bwawa la Mwalimu Nyerere pale. Rais Magufuli akasema tujenge. Wale wakubwa wote walikataa. Yeye akasema tutajenga kwa fedha yetu ya ndani. Mradi ukaanza asilimia kama 27 hivi. Mama Samia akapokea. Zimetumika zaidi ya trilioni 6.5. Mradi ukakamilika. Sasa nchi ina ziada ya megawati zaidi ya 2000 za umeme. Watu wanakaa, mwingine yuko sijui Marekani, mwingine sijui Afrika Kusini, mwingine sijui Nairobi, sijui wapi, wanasema nendeni mkalipue na lile bwawa. Alafu na wewe Mtanzania unashangilia.
unashangilia. Mtu anataka kukupotezea megawati 2000 za ziada za umeme, unashangilia. Wanasema kachomeni na stendi ya Magufuli, kachomeni na reli, unashangilia. Yule aliyewatuma, wewe umeshajua anataka kunufaika na nini. Aliyewatuma vurugu hiyo anataka kunufaika na nini? Wewe unatumwa ufanye vurugu, yeye analipwa. Ndio maana wameng'ang'ana kila dakika. Watu wamekufa wangapi? Wanauza mili ya Watanzania wapata fedha nyingi, kwamba wakifa wengi ndio wao wanapata fedha nyingi. Na mimi nimefuatilia siasa hizi za Afrika tangu niko shule ya msingi. Mimi nimefuatilia tangu niko shule ya msingi. Najua haya mambo yote. Nini kama mjui, kafuatilieni Lumumba aliuawaje, kafuatilieni Nkrumah. Na mimi wakiendelea kuchokonoa nitalipuka zaidi ya hapa. Najua michezo yoyote. Simtanilinda? Simtanilinda? Wakiendelea nitalipuka zaidi ya hapa. Wangapi watanilinda? Wangapi watanilinda? Ndio. Kama wanamezea mate uranium yetu, kama wanamezea mate ya Tanzania, kama wanamezea makaa ya mawe ya Tanzania, kama wanamezea chuma ya Tanzania, mimi niwaambie, watameza mate yataisha na watameza na ulimi. Hii nchi haitaendeshwa kwa remote. Haiwezi kuendeshwa kwa remote. Wala haitaendeshwa na vikundi vya wahuni kwamba vimejifungia tu kule alafu viendeshe remote nchi yetu. Na vijana mimi nawaambieni, amkeni. Sasa hivi mmoja amepewa bilioni 5, anawaambia nyie chukueni chupa ya petroli. Mkishachukiana baadaye watawapa silaha. Fuatilieni nchi zilizowahi kuchafuka zilianzaje. Kataeni. Haya yote hayo naoambiwa fanya hili fanya hili, wala si mali ya serikali. Nani kawaambieni barabara ni mali ya serikali? Nani kawaambieni? Barabara inaitwa ni mali ya umma. Ni mali yako wewe Mtanzania. Na fedha inayojenga barabara ni yako mwenyewe Mwanatunduma. Yaani kwenye kile unachopata kuna sehemu ndio imekatwa ikajenga barabara. Kuna sehemu ndio imekatwa ikajenga mahakama. Kuna sehemu imekatwa ndio ikajenga darasa. Kuna sehemu na hakuna, mimi nimekaa hazina pale. Hakuna fedha inayoitwa hii ndio ya serikali. Duniani kote hamna fedha inayoitwa hii ni ya serikali. Serikali anaratibu tu. Wengine wanasema mimi nimelipa lini? Ukinunua shati hata ya mtoto mdogo, kuna senti inaenda kujenga barabara. Unamaliza kujenga unachoma mwenyewe. Alafu marekebisho unajibana mwenyewe. Na Watanzania walio wengi hawajibani, hawajengi kwa ziada, wanajibana ili wajenge. Hakuna Mtanzania ambaye ana urithi wa mahela mengi kaamua aipatie serikali ijengee darasa. Hayupo Mtanzania wa aina hii. Wote mnajibana, kuna maisha mmejinyima. Ndio, vijana lazima mjue haya. Sasa wale wanaharakati wao wanalipwa kwa sisi kuuana. Wanatamani wahesabu mili ili wapate fedha nyingi zaidi. Wameng'ang'ana watu 10,000, watu 10,000, watu 10,000. Wewe unacheza na damu ya watu 10,000. Watu 10,000 wamwagike kwa mapigano, alafu ardhi iwe nyeupe tu. Wewe unacheza. Ninyi sisi wengine tumekulia Sekenge pale. Basi tu lenye watu 60. Majeraha wake hata hawajafa. Majeraha wake mwaka mzima damu ile pale inabaki. Nyie vipi? Mnataka kutupeleka wapi hawa? Hawa vipi hawa? Alafu na sisi tunataka tucheze tu hivyo hivyo. Ngoma yao hiyo. Kataeni vijana, kataeni. Na mlinzi wa Tanzania wa kwanza ni Mtanzania mwenyewe.
Sasa vijana wa Tunduma, wakataeni watu wa aina hiyo, wanataka kuuza maisha yetu wao wapate fedha. Rais Magufuli aliwahi kusema, mtu anayetaka kufanya vurugu aje atangulie yeye mwenyewe na familia yake, asikwambie kwa mtandao kwamba wewe nenda kafanye, atangulie yeye mwenyewe. Unaona alivyoruka alivyoambiwa tangulia yeye mwenyewe. Anasema yeye ana hela nyingi na anakaa nyumba ya bilioni 12, anaendesha gari ya milioni 500, fedha ambayo amelipwa kutokana na wewe kufanya vurugu Mtanzania. Sasa nyumba yake ya bilioni 12 inatatua tatizo la ajira Tunduma hapa. Inatatua tatizo la maji. Nyumba yake anaolipwa na waendelee. Hivyo na wale wa vyama vingine, wale waliohifadhiwa pale, na wenyewe tunajua yote hayo. Wale waliohifadhiwa, wale viongozi wa chama kimoja wapo cha siasa wamehifadhiwa, na wenyewe wanalipwa kufanya hivi, wanalipwa kufanya hivi, wanatumika. Ninayo mpaka majina yao. Wanatumika. Katiba yetu ilivyosema pawe na vyama vingi, ilitarajiwa pawe na mawazo mbadala mengi, sio kuwa na chama kibaraka cha watu wanaotaka rasilimali za nchi, sio kuwa na vyama kibaraka. Wanatumika kibaraka, wanahifadhiwa mahali kuharibu amani ya nchi, ili wale wanaomezea mate rasilimali zetu waweze kupata. Tutapambana na vibaraka wenyewe na wale waliowatuma hao vibaraka. Ndio. Sasa na ninyi mnapotengeneza wanachama wenu, angalieni sana. Angalieni kigezo cha kwanza cha kuwa mwanachama na wewe ukawa unapigania, unakifia. Usipiganie wenzako, wao wanalipwa, wamehifadhiwa, wanakaa hoteli ya kitalii. Wao wanafanya ukibaraka, wewe wanakutanguliza. Kataeni hiyo. Vyama vya siasa vipo kwa sababu nchi ipo. Vyama vya siasa vipo kwa sababu nchi ipo. Wakija vyama vibaraka, fuatilieni hasa hizi nchi zingine hizi. Ni vibaraka wanafanyaga, wanatafuta kibaraka. Wakitaka rasilimali wanatafuta kibaraka. Chama cha siasa unahifadhiwaje kwenye hoteli, alafu unaelekezwa ufanye vurugu kwenye nchi yako, alafu wewe unajiita chama cha siasa? Tuna mambo mengi tu. Leo nilipita kusalimia tu, mtu anakaa huko nchi yake huko, yuko kwenye nchi huko, sio alishapata na uraia huko, kisa anaongea Kiswahili, sio huko mwingine amehifadhiwa huko, anawaambieni eti wasanii wa Kataeni walienda kwenye kampeni ya CCM. Ajira ya msanii si ni sanaa? Unatakaje mtu aache ajira yake? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Manchester ni mashabiki wa Manchester? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Simba ni mashabiki wa Simba? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Yanga ni mashabiki wa Yanga? Uchezaji ni ajira yao. Yeye hajali kwamba wewe ni shabiki, hata kadi ya hiyo klabu hana. Msanii akienda kuimba kwenye mkutano, yeye pale yuko kazini, yuko kwenye ajira yake. Tunahangaika vijana wapate ajira, wewe unasema wakatae fursa ya kupata fedha. Nani kawaambieni hao ni wanachama? Nani kawaambieni wanaenda kuimba kwa kadi? Nani kawaambieni? Nani kawaambieni nyimbo za kwaya zile zinatengenezwa na studio za walokole? Hawa wana akili au kamasi hawa? Unakataa watu wasifanye kazi, na kuna watu tunaanza kushabikia hilo. Nani kawaambieni nyimbo za injili zinatengenezwa na studio ya mlokole?
Yule anayetengeneza nyimbo hizo, nani kawaambieni kaokoka? Nani kawaambieni? Tunapelekwa wapi? Tunaelekezwa, tunataka kupelekwa wapi? Chuki za kijinga hizo, chuki za kijinga. Kama mtu kaandaa mkutano na anamlipa msanii, mtu ana harusi yake anamlipa msanii, wewe inakuuma nini? Yeye yeye ajira yake, anasomesha watoto, ana kodi ya nyumba, anaipatia kwa kipaji hicho alichompa Mungu. Ndio. Nani kawaambieni? Mtu anaenda kucheza timu ile, nani kawaambieni ana kadi ya wanachama ya timu hiyo? Yeye pale haangalii kadi gani ile. Yule yeye ana studio, anakuja mwimbaji anataka kubani wimbo wake. Nani kawaambieni kama yeye si muumini wa dhehebu hilo? Nani kawaambieni anakuwa mshabiki wa dhehebu hilo? Yeye yuko kazini, kazi yake yeye ni kuchoma nyimbo. Mbona mnapangiwa tofali moja la chuki na ninyi mnapokea? Mambo gani ya hovyo hayo? Yaani ndio nchi Mwalimu Nyerere aliyotuachia hiyo? Mwalimu katuachia nchi ambayo hatuulizani kabila, hatuulizani dini. Ikifika Krismasi, watoto wote wa Wakristo na Waislamu wananunua nguo mpya wanaenda kwenye Krismasi. Ikifika mwezi mtukufu, hata mimi wanavaa kanzu, siku nyingine nakaribishwa kuanza kufuturu kuliko hata waliofunga. Hiyo ndio Tanzania. Leo hii tunataka tuanze kuulizana kwamba akitokea mtu yeye ni Muislamu, akitengeneza wimbo wa kwaya aambiwe wewe kwa nini umewatengenezea hawa wimbo? Mambo gani hayo tunataka kwenda? Msanii haimbi kwenye kampeni tu. Simba wakiwa na Simba Day, msanii anaenda, yeye ni shabiki wa Simba. Yanga wakiwa na Yanga Day, msanii anaenda, yeye ni shabiki wa Yanga. Yeye analipwa kuimba, ndo ajira yake. Kuna mtu mmoja tu kaishiwa maarifa, anataka Tanzania igawanyike, na sisi tunataka kuunga mkono upuzi wa aina hii. Na mimi niwaambieni, kuunga mkono mizaha ya watu ambao wao walishapoteza, wala hawatarajii kuwa Watanzania tena, wala hawatarajii kuja hapa, wanawaambia na maisha yao yalipo, alafu anakuambia uharibu nchi yako. Hii ina madhara mabaya sana. Na mimi nawaambieni, Mheshimiwa Rais amesimama kidete na ametoa mwongozo wa namna ya kushughulikia masuala yanayohusu nchi yetu. Watanzania, twendeni tumuunge mkono. Twendeni tumuunge mkono. Huu uelekeo aliotoa ni kwa faida ya Watanzania wote. Na tumekubaliana kama taifa kushughulikia masuala yanayohusu taifa letu. Ndio. Mimi nawashukuru sana. Asanteni sana. Leo nilikuwa nasalimia tu, nitakuja kufanya mkutano. Mwagona Mwagata utoa masiku ali ukiara wasaje. Haya, asanteni sana. Nawashukuruni sana. Nawashukuru sana. Asanteni sana waheshimiwa wabunge wa eneo hili, mbunge wa viti maalum na mbunge wa jimbo, ongereni sana.